Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako siku huu ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itahakikisha maadhimisho ya mapinduzi matukufu yanaendana na mafanikio ya maendeleo kiuchumi, miundombinu na huduma za kijamii. Tupate taarifa kamili. Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ameeleza hayo wakati wa uzinduzi wa barabara ya juu katika eneo la Mwanakwerekwe wilaya mjini mkoa mjini Magharibi Unguja inayotazamiwa kupunguza adha ya msongamano mjini. Tumeandika historia ya kuwa na flyover ya kwanza katika nchi yetu. Slogan yetu ya uchaguzi mwaka huu ilikuwa ni uongozi unaoacha alama. Kwa hivyo leo nafurahi kusema kwamba tumetekeleza kwa vitendo slogan yetu. Hizi ndizo alama tunazozizungumza. Aidha, Rais Mwinyi amewataka wananchi kutoa ushirikiano kwa serikali katika kuitunza miradi ya maendeleo ambayo huyapa thamani maeneo yanayopitiwa na miradi hiyo. Nataka niwaombe wananchi tuwe tayari kupisha miradi ya maendeleo na serikali itatoa fidia stahiki. Ndugu zangu, leo tukisema kila mtu asikubali kuondoka, hatuitendei haki nchi yetu. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Dr. Hadi Salum Mohamed amesema ujenzi wa daraja hilo ni alama ya kihistoria ndani ya visiwa vya Unguja na Pemba. Uliahidi kujenga flyover 2 ili kuondosha msongamano, na hizi ni kwa kuanzia. Tumejenga Mwanakwerekwe na Amani inaendelea na ujenzi. Akitoa maelezo ya kitaalamu, Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Mhandisi Ali Said Bakari amesema ujenzi wa flyover hiyo ni sehemu ya mradi wa ujenzi wa barabara za mjini zenye urefu wa kilomita 100.9. Ujenzi wa barabara hii hadi kukamilika kwake umegharimu jumla ya dola za Kimarekani milioni 9.5 sawa na wastani wa bilioni 23.7 za Kitanzania. Upungufu wa ajali zitakuwa zimepungua kwa sababu kila mtu atapita kwenye laini yake na hakutakuwa na muingiliano wa kusukumana pale kati na kati. Msongamano wa magari kwa kweli ilikuwa ni changamoto. Ukisema na kutoka zako huko na Bububu, basi hasa siku za Ramadhani kama tunakumbuka, tulikuwa tunaona kwenye TV, tulikuwa tunaona kama uongo, labda watu tunaambiwa kuna kuedit, lakini sasa vimetufikia wenyewe, tumeviona kwa macho yetu. Flyover hii ya kwanza hapa visiwani Zanzibar imepewa jina la Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa ya kwanza kuzinduliwa hapa visiwani Zanzibar baada ya miaka 62 ya mapinduzi. Nikiripoti kutoka hapa Kwerekwe visiwani Zanzibar, Juma Kasim wa Channel 10. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Katika tukio la kushangaza lililotokea mtaa wa Muungano, kata ya Nkuhungu jijini Dodoma, mifugo takriban 10 imekufa katika mazingira ya kutatanisha, hali iliyoibua masikitiko na taharuki miongoni mwa wafugaji wa eneo hilo. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anaarifu zaidi. Mifugo hiyo inayosadikiwa imepewa sumu ilikuwa chanzo kikuu cha kipato kwa familia husika, si kwa watoto pekee bali pia kwa wazazi ambao maisha yao ya kila siku yalitegemea ufugaji, kama wanavyoeleza wazazi wa mmiliki wa mifugo hiyo. Nilikuwa nategemea na mimi huyo mfugo, akiuza maziwa mwanangu ananipa. Sasa hivi ana familia, watoto 4 na mke wake. Hana jinsi, hana wala. Nimekipokea kwa masikitiko makubwa. Akeo kijana ndio nilikuwa na tegemezi langu. Nguo, kula, sina nguvu za kufanya kazi tena. Nilikuwa tegemezi lake ndio huyu kijana wangu. Mmiliki wa mifugo hiyo amesema ilikuwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 15 na anaeleza namna alivyopokea tukio hilo. Jana jioni usiku mpango amepewa sumu. Nimepeleka maziwa kwenye oda. Nimerudi, nilipofika kwenye oda, ng'ombe wangu nikapigiwa simu, wamedondoka. Nikaona wakanipigia simu nirudi. Nimerudi, nikakuta wote wamedondoka chini. Wote wamekufa. Baadhi ya majirani wanaeleza tukio hilo, huku mwenyekiti wa mtaa Muungano akithibitisha na kueleza hatua zilizochukuliwa hadi sasa. Jirani, mimi nimepata taarifa kwenye mida ya saa 3:30 ya asubuhi ya leo
Nikaambiwa kwa jirani kuna tukio lililotokea, na mimi nikaja kuungana nao kujihakikishia. Kwa kweli ni kitu ambacho kama mimi sijawahi kukiona. Usiku tukapigiwa simu kwamba ng'ombe wamedondoka. Ni masikitiko makubwa. Uongozi kama uongozi ulifika kwenye tukio na kuita wataalamu ambao ni mifugo, maafisa mifugo pamoja na maafisa wa afya. Walichokifanya ni kuchukua sample kupeleka maabara. Wao walichosema ni kwamba watakuja waonyeshe sasa kile ambacho kimetokea, ni aidha kama ni sumu vyovyote vile. Tukio hili ni miongoni mwa matukio ambayo yamekuwa yakiripotiwa katika baadhi ya maeneo hapa nchini, na wananchi wa mtaa huu wa Muungano wameomba hatua kali zichukuliwe na serikali dhidi ya watuhumiwa. Kutoka hapa katika mtaa wa Muungano uliopo hapa jijini Dodoma, mimi ni Roda Simba wa Channel 10. Baada ya kushikiliwa na mamlaka za Marekani, aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mkewe wamefikishwa mjini New York mbele ya mahakama ya shirikisho kwa ajili ya hatua za awali za kesi inayowakabili, ambapo safari hiyo inafanywa kwa ulinzi maalum, ikionyesha uzito wa hatua za kisheria dhidi yao. Maduro na mkewe wamekana mashtaka yote waliosomewa na hawakuomba dhamana, huku akiendelea kusisitiza yeye bado rais halali wa Venezuela. Maduro na mkewe walifikishwa mbele ya mahakama ya New York baada ya kukamatwa katika operesheni ya kijeshi ya Marekani, hatua ambayo mawakili wake wameitaja kuwa utekaji nyara wa kijeshi unaokiuka sheria za kimataifa na misingi ya haki. Akiwa mbele ya jaji Alvin Hellerstein, Maduro alitamka kwa sauti thabiti kwamba mimi sina hatia, na kuongeza kuwa yeye ni mtu mwema. Alipoulizwa kuthibitisha jina lake, alijitambulisha kama rais wa Venezuela na kudai alikamatwa nyumbani kwake, tamko lililoibua hali ya tahadhari mahakamani hapo. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuiweka elimu kwenye vipaumbele vyake na maendeleo kupitia uimarishaji wa miundombinu ya kisekta ili kusaidia vijana kupata elimu bora kuanzia ngazi ya msingi hadi sekondari. Msimamo huo umeelezwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, wakati wa hafla ya uzinduzi wa skuli ya msingi Kije, ikiwa pia ni kwa niaba ya skuli zilizojengwa katika wilaya ya Micheweni kisiwani Pemba, ambapo amesema uwekezaji kwenye elimu ni moja ya malengo ya mapinduzi ambayo ni kumkomboa mnyonge, kuondoa ubaguzi, unyonyaji na kuleta usawa kwa wananchi wote. Ndugu zangu wana Wingwi na wana Micheweni na wana Kaskazini kwa ujumla, serikali yetu itaendelea kufanya kila linalostahiki kuhakikisha kwamba sekta ya elimu na sekta nyingine tunaweka miundombinu imara. Makamu wa pili pia amewataka wanafunzi kusoma kwa bidii, wakitambua kuwa wanatengeneza kesho yao, huku akiwakumbusha walimu kuendelea kufanya kazi kwa kufuata maadili ili kuwalea vijana na kuandaa kuwa viongozi wa baadaye. Lakini nitumie nafasi hii kwa walimu wetu. Walimu sasa mtafundisha katika mazingira mazuri zaidi. Naomba sana walimu tuendelee kuwa kigezo chema. Kwa mujibu wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, jumla ya shule za msingi 3 zimejengwa katika wilaya ya Micheweni kwa gharama ya shilingi bilioni 4 zilizotolewa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na zitakuwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi 675 kwa wastani wa wanafunzi 45 kwa kila darasa. Tutaendelea kuitunza miundombinu hii ambayo ni tunu kwa taifa letu. Sisi kama Wizara ya Elimu tutaendelea pia kusimamia miundombinu hii. Ujenzi wa skuli hizi ulianza mwezi Agosti mwaka 2024 na umemalizika Disemba kwa thamani ya shilingi bilioni 4.65 kwa mujibu wa mkataba. Mimi ni Yakini Mwakatobe. Serikali imeikabidhi mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA jumla ya magari 140 yenye thamani ya shilingi bilioni 33 ili kurahisisha shughuli za uandikishaji na utoaji wa vitambulisho vya taifa. Taarifa hiyo imetolewa na Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi George Simbachawene wakati
wa kikao na watumishi wa mamlaka hiyo visiwani Zanzibar, huku akiwataka kuongeza kasi katika utoaji wa vitambulisho hivyo. Akizungumza wakati wa kikao hicho, mkurugenzi wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA ofisi ya Zanzibar, Abdalla Manga, aliweka wazi miradi ya ujenzi wa ofisi inayoendelea. Mheshimiwa Waziri, tuna mradi wa ujenzi wa ofisi za NIDA. NIDA tunaleta viwanja 11 tumeviainisha, lakini katika mradi huu ambao unaendelea sasa hivi taratibu zake tumeweza kupata ofisi 3 za ndani. Ofisi moja itajengwa Pemba Micheweni, lakini ofisi 2 zitajengwa hapa Unguja. Moja itajengwa Magharibi na moja itajengwa wilaya ya Unguja mkoa wa Kusini. Mheshimiwa Waziri, pia tunashirikisha taarifa hizi tulizokuwa nazo mamlaka tuweze kushare na wadau tofauti. Kwa hiyo tuna wadau kama 4 tayari wameshasaini mikataba na wanatumia huduma zetu, na tunaendelea kuwashajihisha waweze kujiunga, data share waweze kujiunga na waweze kutumia ili kuweza wananchi asipate tabu katika anapata huduma. Mheshimiwa Waziri, upatikanaji wa fedha katika mwaka wa fedha 25/26 ofisi ya Zanzibar ilitengewa milioni 831,990,000. Kati ya hizo milioni 360,805,000 ni fedha za matumizi mengineyo maana OC sawa na 43.4%, na shilingi milioni 471,085 ni fedha za maendeleo sawa na 56%. Waziri wa Nishati Deogratias Ndejembi amekagua maendeleo ya ujenzi wa miradi mitatu ya umeme iliyopo jijini Dar es Salaam ambayo imelenga kuongeza upatikanaji wa nishati hiyo, na kwamba serikali ya awamu ya 6 imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 280 zinazotumika kuweka vituo vya kupoza na kusafirisha umeme. Taarifa ya Beatrice Eriki inafafanua zaidi. Miongoni mwa miradi hiyo ni ule wa Gongo la Mboto ambapo transformer iliyokuwepo awali yenye uwezo wa MV 50 inatolewa na kuwekwa yenye uwezo mara 3 yake. Mradi mkubwa wa Kinyerezi 1 na Mabibo ambao unajengwa mahususi kwa ajili ya kusaidia kituo cha Ubungo ambacho kitapokea umeme kutoka maeneo mbalimbali na kusambaza katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam. Kukamilika kwa kituo cha Mabibo kitakuwa ni kiunganishi cha huduma kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam ambalo linatumia karibu megawati 750 za umeme wote unaozalishwa hapa nchini. Kwa hiyo tunapunguza load iliyokuwepo pale Ubungo ambayo itawezesha sasa wananchi kuendelea kupata umeme wa uhakika. Lengo la serikali ni nini? Lengo la serikali na uwekezaji mkubwa uliowekwa ni kwamba katika jiji la Dar es Salaam tuwe tuna ring circuit, kwamba umeme ukikosekana ubavu mmoja basi umeme uweze kupatikana kupitia njia nyingine, na ndio maana unaona uwekezaji mkubwa pia unafanyika katika transmission line. Kwa mujibu wa Waziri Ndejembi, mradi wa Gongo la Mboto unatarajiwa kukamilika Julai mwaka huu, kituo cha Ubungo Agosti mwaka huu. Amemtaka mkurugenzi mtendaji shirika la umeme Tanzania TANESCO Lazaro Twange kuhakikisha anasimamia miradi hiyo, kwani hakutakuwa na muda wa nyongeza. Kwa tunataka wakandarasi hawa wafanye kazi na kuendana na muda ambao upo ambao wameweka, sio baadaye tena kukaja kutokea maombi mengine ya kwamba ya kuchelewesha miradi hii na kuomba extension. Miradi hii inategemewa sana na wananchi ili waweze kupata huduma iliyo bora. Unapoingia mkataba na mtu ndio vinaanza kutengenezwa kiwandani. Yaani huwezi kukuta transformer ipo ukaichukua. Ndio inaanza kutengenezwa, lakini ikitengenezwa lazima wahandisi waende, kuna kitu tunaita FAT. Waende wakakague kwa kushirikiana na manufacturer kuhakikisha specs zilizoko kwenye mkataba ndizo ambazo mkandarasi ametengeneza, manufacturer kule ametengeneza. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Erike, Channel 10. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Ruben Kwagilwa amefanya ziara ya kikazi mkoani Tabora kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo mkoani humo na baadaye kuzungumza na watumishi wa halmashauri zote 8 za mkoa huo. Katika ziara hiyo, naibu waziri huyo ametoa maagizo kwa watendaji hao wa serikali namna ambavyo wanatakiwa kwenda kutekeleza majukumu yao katika kuwahudumia wananchi na kutatua kero mbalimbali zinazowakabili. Miongoni mwa maagizo aliyoyatoa naibu waziri Kwagilwa ni pamoja na usimamizi wa miradi ya maendeleo
utatuzi wa kero za wananchi kwenye maeneo yao, kusimamia kikamilifu ukusanyaji wa mapato ya ndani sanjari na kuzingatia matumizi ya mifumo kwenye matumizi ya fedha za serikali. Kila mtu awasikilize na kuwahudumia wananchi kwenye ngazi yake. Wasimamieni walio chini yenu. Kila mtu amsikilize na kumhudumia mwananchi kwenye ngazi yake. Na kama jambo liko nje ya ngazi yenu, hamliwezi pale kwenye ngazi yao. Mathalan, kama ni kwa mtendaji wa mtaa na limeshindikana, liende juu kwa kufuata vikao, taratibu wa vikao, liende na minutes kwenye level inayofuata. Hata kama sisi wote linatushinda, mpaka litamfikia namba moja wetu mheshimiwa. Urusi na China zimetoa wito kwa Marekani kumwachilia kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mke wake Celia Flores kufuatia kukamatwa kwao katika operesheni ya kijeshi ya Marekani iliyofanyika mwishoni mwa wiki. Mabalozi wa nchi hizo katika Umoja wa Mataifa wamekosoa kile walichokiita kitendo cha uchokozi wa Marekani na ukiukaji wa sheria za kimataifa. Katika kikao maalum cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kilichofanyika New York hapo jana Jumatatu, Urusi na China zimelaani vikali hatua ya Marekani kumkamata kiongozi huyo wa Venezuela mwishoni mwa wiki. Urusi imeielezea hatua ya Marekani kama ishara ya kurejea katika enzi ya kukosekana kwa sheria na utawala wa Marekani kwa nguvu, machafuko na uhalifu, ikisema hali kama hiyo inaendelea kuzikumba nchi kadhaa duniani. China kwa upande wake imesema hakuna nchi yoyote inayoweza kujifanya kuwa polisi wa dunia wala kujipa mamlaka ya kuwa hakimu wa kimataifa. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Mara kuchunguza mwenendo wa ukusanyaji wa mapato katika kivuko cha Musoma Kenesi hadi Kenesi na ulipaji wa fidia kwa wananchi ili kupisha ujenzi wa jengo la abiria kwa upande wa Kenesi. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Ni kikao cha bodi ya barabara hapa mkoani Mara katika utekelezaji wa maagizo ya bodi hii kuhusu ukamilishaji wa jengo la abiria upande wa Kinesi wilayani Rorya mkoani Mara. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi anaagiza TAKUKURU pamoja na mkuu wa wilaya Rorya kufuatilia ukamilishaji wa jengo hilo na kuangalia namna uendeshaji pamoja na makusanyo katika kivuko kinachotoka Musoma kwenda Kinesi. Mbalimbali kwenye hatua ya fidia. Kwa hiyo TEMESA ilituma wataalamu kutoka makao makuu, tukawasilisha taarifa wizarani, wizara nayo imetuma wataalamu. Kwa hiyo tunasubiria majibu ya wataalamu wa wizara. Abiria ni wengi kweli kweli. Alafu wewe unatuambia unafanya kazi mwaka mzima, gross collection milioni 150 mwaka mzima, na kila siku huko njiani. Mheshimiwa DC tusaidie, angalia utendaji wao, alafu angalia mkakati huu tulionao wa kuhakikisha abiria wanapata sehemu ya kupumzikia pale. Pia meneja wa TANROADS mkoa wa Mara kazungumzia utekelezaji wa miradi ya kimkakati katika mkoa huu wa Mara. Mradi wa Tarime Nyamongo Mugumu kipande cha Mogabiri Nyamongo kilomita 25. Gharama za mradi ni bilioni 34.66. Mradi mwingine Mheshimiwa Mwenyekiti ni ukarabati wa uwanja wa ndege wa Musoma ambao na wenyewe unaendelea, umefika 60%. Na hapa wajumbe wakaiomba serikali kuu kuangalia namna bora ukamilishaji wa miradi ya kimkakati pamoja na barabara zinazoendelea kujengwa hapa mkoani Mara. Lakini sisi wabunge kwa pamoja, nadhani safari tukae pamoja ili twende tukawasilishe changamoto za mkoa wa Mara. Tumekuwa tukipewa fedha kidogo sana kwenye miradi hii ya hizi barabara. Na maeneo mengine wakandarasi wamesimama. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuwezi kwenda kutenga bajeti nyingine wakati hii bajeti iliyopo haijatoka hata 50%. Wote kwa pamoja tushirikiane, tuhakikishe miundombinu hii inakuwa katika hali nzuri wakati wote. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel
Wananchi wa mikoa ya kanda ya kaskazini wameishukuru serikali kwa kuwasogezea huduma za uchunguzi na matibabu ya maradhi ya moyo ambayo yameelezwa kuwa ni changamoto kubwa katika maeneo hayo kutokana na mtindo wa maisha unaohusisha ulaji uliokithiri wa nyama, unywaji uliopitiliza wa pombe pamoja na uvutaji wa sigara. Huduma hizo zinazotolewa jijini Arusha na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI ya jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa kamili. Wakazi hao wa mikoa ya kanda kaskazini wametoa shukrani hizo mbele ya mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makalla wakati alipotembelea na kukagua mwenendo wa utoaji huduma zinazoendelea katika taasisi ya Arusha Lutheran Medical Center ALMC katika hospitali yake ya Siriani ya jijini Arusha. Tunamshukuru kwa yote waliotusaidia. Kwa kweli wengi tulikuwa na shida bila kujua. Baada ya kufika kwenye kitengo hiki, kwa kweli tumepata huduma na madaktari wetu wametuvumilia sana. Wagonjwa tulikuwa wengi. Kwa salama kule na huduma hii imekuja hapa ndio naipata hapa leo. Kwa hiyo nashukuru sana, huduma hii nzuri sana. Hii mwaka wa 7 tangu nimefanywa upasuaji wa moyo na hao madaktari wamenisaidia sana. Naamini sana na nawapenda. Awali mkurugenzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI Dr. Kisenge amesema kwamba kati ya wagonjwa zaidi ya 3,000 waliopatiwa huduma ya uchunguzi na matibabu, 25% wamebainika kuwa na shinikizo la damu. Na katika hao 25% walikuwa na shinikizo la damu ambalo lilikuwa ndio linaongoza katika hayo matatizo. Kwa hiyo shinikizo la damu lilikuwa ndo kubwa sana na liliwapata zaidi ya watu kuanzia miaka 45 mpaka miaka 80. Ndio tulikuwa tunaona wao ndo wameathirika sana. Na kwa nini hivi? Ni kwa sababu ya mtindo wa maisha. Siku hizi watu hatufanyi mazoezi, watu wamekuwa na unene uliokithiri, lakini unywaji wa pombe uliokithiri, uvutaji wa sigara na kutozingatia lishe bora. Mfano, kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makalla amewahimiza wananchi kujitokeza kwa wingi kupata huduma za matibabu zinazotolewa kupitia kambi hiyo, akisisitiza kwamba huduma hizo bado zinaendelea katika jiji la Arusha. Kanda yote ya kaskazini, watu wote wa mikoa yote watapatia huduma katika kituo hiki hapa. Kwa hiyo ujio wa taasisi hii katika mkoa wetu inakwenda kutusaidia kuwasaidia wananchi kujua afya zao na kupata matibabu. Innovatus Makunga, Channel 10, Arusha. Kampuni hodhi ya Mkulazi Sugar Company imekabidhi madawati 50 na printer 2 za kisasa kwa shule ya msingi Dumila Juu, ikiwa ni sehemu ya mkakati wake wa kurudisha kwa jamii inayowazunguka kulinda kiwanda hicho. Wakizungumza wakati wa makabidhiano yao, mkuu wa kitengo cha mauzo na masoko wa kampuni hodhi ya Mkulazi Goodluck Kwayu amesema utoaji wa msaada huo ni utaratibu wa kawaida kampuni hiyo katika kuhakikisha jamii inayozunguka kiwanda inanufaika na uwepo wake. Tuko hapa kukabidhi msaada wa madawati 50 pamoja na printer 2 kwa shule ya msingi ya Dumila Juu. Kwa upande wao, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Dumila Juu Kayenze Sentimijilio ameishukuru kampuni ya sukari Mkulazi kwa msaada huo, akisema madawati na printer hizo zitaisaidia kuboresha mazingira kujifunzia kwa wanafunzi, huku mwenyekiti wa kamati ya shule amesema shule hii ina wanafunzi zaidi ya 2800, hali inayosababisha mahitaji ya madawati kuwa makubwa zaidi. Neno kubwa sana kwa Mkulazi ni kwa shukuru tu, kuambia asante sana kwa majitoleo yao ambayo wameyatoa kwetu sisi kama shule ya msingi Dumila Juu. Wanafunzi wetu na jamii kwa ujumla imenufaika pakubwa sana, kwa kuwa watoto sasa watasoma wakiwa na amani kwa kiwango kikubwa sana, kwamba haya madawati yatapunguza changamoto iliyokuwepo. Maana shule ina wanafunzi wengi, ni zaidi ya 2800. Kwa hiyo tulikuwa na upungufu wa madawati zaidi ya 200 na kitu. Wanafunzi wamepokeaje msaada wa madawati na printer kutoka kiwanda cha sukari cha Mkulazi? Madawati 50 yatatusaidia katika ujifunzaji wa kielimu na printer 2 zitatusaidia katika kutoa kopi mitihani. Wanafunzi tutafanya vizuri na kufaulu katika mitihani yetu, na wazazi wetu
watafurahi na hata walimu wetu. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya afya Dr. Jafari Rajabu Seif amesema serikali imepeleka shilingi milioni 235 kupitia bohari ya dawa MSD kwa ajili ya kugharamia vifaa tiba vitakavyosaidia utekelezaji wa majukumu mbalimbali katika kitengo cha wagonjwa mahututi ICU katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Mafinga. Clement Sanga ana taarifa kamili. Amesema hayo wakati akikagua miundombinu ya majengo manne yaliyojengwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 3.3 ambayo yamehusisha ujenzi wa wodi ya wazazi, kitengo cha wagonjwa mahututi ICU pamoja na jengo la kufulia nguo, hatua inayolenga kuboresha kwa kiasi kikubwa utoaji wa huduma za afya katika hospitali hiyo. Ziko fedha tayari, Mheshimiwa Mbunge na mganga mkuu na watumishi mlioko hapa, tuhakikishie tayari ziko fedha zaidi ya milioni 235 zimekwisha pelekwa MSD kwa ajili ya kuleta vifaa tiba ili sasa ICU yetu hii iweze kukamilika. Maana unapokea referral nyingi sana mganga mfawizi. Unapokea referral nyingi sana Mheshimiwa Mbunge kutoka maeneo mbalimbali unayohudumia. Akisoma ripoti ya ujenzi wa majengo hayo, mganga mfawidhi wa hospitali ya mji wa Mafinga, Daktari Victor Msafiri, ametaja faida kadhaa zitakazopatikana baada ya kukamilika kwa miundombinu hiyo, ikiwemo kuboresha utoaji wa huduma za afya, kuongeza uwezo wa hospitali kuhudumia wagonjwa wengi zaidi, kupunguza rufaa zisizo za lazima na kuokoa maisha ya wananchi, hususan waathirika wa dharura na wagonjwa mahututi. Moja, kuboresha huduma za uzazi na mtoto, kurahisisha utoaji wa huduma kwa wagonjwa mahututi, kupunguza mrundikano wa wagonjwa mahodini, kupunguza maambukizi yanayosababishwa na msongamano wa wagonjwa, ongezeko la mapato ya hospitali, kuongeza morali ya kazi kwa watu wa huduma. Hospitali hiyo hutoa huduma kwa takriban wagonjwa 650 kwa siku, wengi wao wakiwa waathirika wa majeraha yanayotokana na ajali za barabarani, kutokana na ukweli wa kwamba hospitali hiyo ipo kando ya barabara kuu ya Tanzania Zambia, yani TAZAM, hali inayoongeza mahitaji ya huduma za dharura na wagonjwa mahututi. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Todera ameshinda muhula wa 3 baada ya kupata wingi wa kura katika uchaguzi wa rais wa mwezi uliopita. Matokeo ya awali yanaonyesha kuwa profesa huyo wa hisabati mwenye umri wa miaka 68 alitarajiwa kushinda baada ya muungano mkuu wa upinzani kususia uchaguzi, ukieleza wasiwasi kuhusu haki kutotendeka katika uchaguzi. Zaidi ya watu milioni 2.4 walijiandikisha katika uchaguzi mkuu wa Disemba 28 ambao waangalizi waliuelezea kuwa wa amani kwa kiasi kikubwa, licha ya ucheleweshaji uliosababishwa na kuchelewa kufika kwa vifaa vya kupigia kura na matatizo katika daftari la wapiga kura. Todera alipata 76% ya kura kulingana na matokeo ya awali yaliyotangazwa Jumatatu jioni na tume ya uchaguzi. Wapinzani wake wa karibu Anicet George Dologil na Henry Maridondra, wote mawaziri wakuu wa zamani, walipata 15% na 3% ya kura zote. Naam, mtazamaji, taarifa hiyo inatuhitimishia sehemu yetu ya kwanza ya taarifa yetu ya habari, na muda mfupi tutarudi kwa ajili ya habari za biashara na uchumi.